एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu, karibu tena katika kipindi chetu, kipindi ambacho unakienzi, kipindi ambacho unakipenda, kipindi ambacho inakupatia maarifa na mafundisho mengi kuhusiana na dini ya Kiislamu, tukitoa katika vitabu vya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Ndugu, leo utajifundisha mambo mengi, na ninakuhakikishia ya kuwa baada ya kipindi hiki cha leo utabaki umeshangaa na kudua baada ya kupata elimu kadhaa. Kwa sababu gani? Leo tutachambua na kuangalia kwa undani sana kuhusiana na kitabu kimoja cha Masih Maud alayhi salatu wasalam kiitwacho Mayarul Madhahib. Maana yake ni kuwa ni kipimo au kigezo cha dini. Hebu ungana nami katika studio, siko peke yangu. Ninao wageni wale ambao wamebobea katika elimu na wamejifundisha kupitia vitabu hivi vya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Na upande wangu wa kulia anaitwa Mwalimu Idi Makoha Saib, na vile vile upande wangu wa kushoto anaitwa Mwalimu Muhammad Musa Oponyo Saib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Kigezo cha dini na kipimo cha dini. Wajua kila mtu, Mkristo, Muislamu, Muhindu, anajigamba na kusema ya kuwa dini yangu ndiyo dini ya haki. Lakini sawa na Uislamu, mimi Muislamu nikiangalia kwa undani sana, napata ya kuwa ile dini ambayo inaeleza Mwenyezi Mungu kwa usawa, basi ile ndiyo dini ya haki. Je, dini ya Uhindu, dini ya Ukristo na dini ya Kiislamu, kwa nini Uislamu pekee imenaeleza dhana ya Mwenyezi Mungu uwazi ya mtu anaweza kuielewa zaidi? Tafadhali. Kimsingi Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam aliandika kitabu hiki Mayarul Madhahib, yani kigezo cha dini, kwa kumaanisha kwamba tuegemee kitu gani, tuangalie kitu gani ili kuona kwamba dini ya kweli ni dini fulani. Naam. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya Mayarul Madhahib. Sasa hapa ikawa ameleta dini tatu kwenye jukwaa. Na zote ziwekwe katika mizani kwamba ni dini gani ambayo itazungumzia Mwenyezi Mungu aliye mtukufu, aliye muumbaji, aliye mzima wa milele. Sasa hili swala alipoleta dini hizi tatu katika mizani, alianza na dini ya Kibaniani ya Waaria. Na ikaonekana kwamba Waaria wanaye Mungu wao ambaye ni Mungu asiye jua chochote. Naam. Ni Mungu ambaye hana uwezo wowote. Ni Mungu ambaye hajawahi kufundisha maadili, watu waishi kwa njia gani. Yaani ni Mungu ambaye hajui chochote, na kazi yake ambaye anafanya anakuwa ni kama fundi mwashi. Yule ambaye anatumia vifaa vilivyoundwa tayari kuunda kifaa anachotaka. No. Hii inamaanisha kwamba yeye ni Mungu ambaye anatumia vile vitu ambavyo vinaonekana kuleta kitu katika mwangaza mbele ya watu. Hii inamaanisha kwamba hana nguvu yake binafsi ya kuleta kitu ambacho kitakuwa na faida kwa watu. Na hususan sasa tukiangalia upande wa tabia, adabu, maadili, wote wana uozo kwa sababu ya kutegemea Mungu ambaye hana chochote, hana maarifa, hana uwezo wowote wa umilele. Tuje tuangalie sasa kwenye hiyo mizani. Sasa kuna Ukristo. Hawa wanawasilisha Mungu ambaye ni wa ajabu, kwa sababu jambo la kwanza ni Mungu ambaye awali alikuwa katika tumbo la mamake. Wakati akiwa katika tumbo la mamake hana huruma, hata hajui kama mamake anaumia akimbeba. Hajui ni kitu gani kinaendelea. Haya ni Mungu ambaye pia akiwa tumboni haijaelezwa kwamba akiwa tumboni alikuwa na maarifa yapi. Alikuwa anafanya kazi gani sasa.
na ikiwa kazi yake ilikuwa inaendelea ama imesimama inamsubiri akue awe mtu mzima, pia haijaelezwa. Kwa hivyo hii nadharia inakosa kabisa kueleza kwamba huyu ni Mungu wa aina gani. Alafu tukizidi hapo katika kipimo chetu, tunaangalia huyu Mungu ambaye alitawaliwa na shetani. Shetani mathalan anamtoa mahali, anamwelekeza pengine. Anamwambia chukua mawe haya, geuza uwe mkate, kwa sababu una njaa. Huyu ni Mungu ambaye tayari ana udhaifu kwamba ana njaa, anahitaji. Yeye siye ambaye watu wanahitaji kwake, yeye ndiye anahitaji. Ana njaa, anahangaishwa, na badala hata ya kutafuta kasisi, badala ya kutafuta kuhani amwelekeze atakula nini, shetani ndiye anamwelekeza. Hili ni jambo la ajabu. Huyo shetani anampeleka mpaka mlimani, anamwambia niabudu mimi kwa sababu ufalme nitakugawia. Shetani huyo anampeleka kwenye hekalu la juu, anamwambia ruka uanguke chini, upokelewa na malaika kama wewe kweli ni mwana wa Mungu. Haya yote tukiangalia tunakuta kwamba ni kichekesho tu ambacho wanatuambia kwamba wana Mungu ambaye ndiye mhitaji. Yeye Mungu ambaye hawezi kusaidia mtu yeyote. Mwenyewe ameshindwa kujisaidia hata wakati wa shida. Ilipompata alisema kwamba basi amenipata alionipata. Hakuna siku alisema kwamba nimeshinda mimi. Alafu tukiangalia pia tunakuta kwamba ni Mungu ambaye hata hajatoa mafunzo maalum ya kufundisha watu wake kwamba kimaadili muishi hivi. Wanategemea kwamba kafara yake ndio imewakomboa kutoka kwa dhambi. Na tukiangalia hii kafara ndio imewafanya wazidi kufanya dhambi ambayo sasa haitaisha duniani. Tukija kumalizia sasa tunakuta Mungu ambaye Waislamu sasa wanamwabudu sawa na mizani ambaye alitupatia Masihi aliyeahidiwa alayhi salam. Sasa tunakuta kwamba ni Mungu ambaye ni mzima wa milele. Ni Mungu ambaye ndiye muumbaji. Ni Mungu ambaye kila mtu anamtegemea, kila kiumbe kinategemea kwake. Allahu Samad. Kila kiumbe kinategemea kwake. Yeye hategemei kwamba akiwa na njaa asaidiwe mahali. Hategemei kwamba mtu aje amkomboe amtoe msalabani. Yaani awe anaumia tayari na anataka akomboe watu. Hiki ni kioja tu. Kwa hivyo Mungu wa Kiislamu ambaye Sayyidna Muhammad alayhi salatu wasallam amemweleza sasa ni yule Mungu ambaye Qur'ani imetuwekea mbele yetu kwamba tumwabudu, na ndiye Allah subhanahu wa ta'ala. Hiki ndicho kigezo cha Sayyidna Muhammad alayhi salatu wasallam kuhusu Mwenyezi Mungu kwa nadharia hizi tatu. Haya, imeanza kuloga basi katika kitabu hiki kigezo cha dini. Basi Masihi Maud alayhi salatu wasalam inaonekana amekieleza vizuri Mungu wetu wa Uislamu. Na pia ukisema Allahu Samad, hata kabla Allahu Samad Mwenyezi Mungu yule anasema kul huwallahu ahad, yeye ni mmoja. Naam. Katika kitabu hiki nikisoma kwa makini sana napata ya kuwa Masihi Maud alayhi salatu wasalam pia ameeleza kuhusiana na Waingereza. Ile Masihi Maud amesema ya kuwa aliona serikali ya Kiingereza kuwa baraka sana kwa Waislamu. Ni kwa sababu gani alieleza mambo kama haya katika kitabu hiki? Tafadhali. Ni kweli kwamba Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam ameisifu serikali ya Uingereza. Lakini kwa nini ameisifu? Amesema kwamba kabla ya serikali hii, ile serikali iliyokuwepo ilikuwa haijatoa ule uhuru wa watu kueleza imani yao bila vizuizi. Kwa mfano serikali ya Kisingasinga pale kabla ilikandamiza dini zingine na ikapatia nafasi dini yao tu kueneza mafundisho yake. Dini zingine hususan Uislamu hawakupata nafasi kabisa ya kuhubiri imani yao na hata kutoa adhana hawakuruhusiwa. Lakini baada ya kuja serikali ya Mwingereza basi hali ikabadilika. Na uhuru sasa, kila mtu akapata uhuru wa kueneza ile imani yake bila kuzuiwa na serikali. Na ni kwa msingi huu anasema kwamba hii serikali basi ilikuwa ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu hiyo tu kwamba kila mtu sasa alipata kueleza ule uzuri wa dini yake. Namna Maalim Sahib alivyotangulia kwamba sasa kila mtu aliweza kuweka wazi mafundisho ya dini yake. Na udhaifu wa zile dini mbovu ukaweza kuonekana na ile dini ya kweli pia ikaweza kuonekana. Pia anasema kwamba serikali hii iliweza kuleta mfumo wa elimu, kwamba ikaweza kuleta shule, ikaweza kufundisha watu sayansi na sanaa na kadhalika, watu wakastaarabika. Unajua kutokana na elimu watu wanajua mambo mengi na wanakuwa ni wastaarabu. Hivyo kutokana na serikali ya Uingereza watu wakawa wasomi sasa, wakajua mambo ya sayansi, wakajua mambo ya hewa na kadhalika. Kwa hivyo kwa sababu hizi anasema kwamba hii serikali ilikuwa ni baraka. Pia mbali na hivyo
hii serikali iliweza kuleta zile mitambo za uchapishaji. Technology iliweza kuimarika wakati wa serikali ya Uingereza. Tukakuwa na mitambo za kuchapisha vitabu na kadhalika, zile mashine zote. Sasa ikawa kwamba watu wanaweza kuandika vitabu na watu wakasoma. Sasa wale wenye uwezo wa kusoma wakaweza kusoma vitabu vikaweza kupelekwa katika nchi zingine, watu wakaanza kujua mafundisho ya dini mbalimbali na kuweza kulinganisha. Unajua, ukiishi katika mazingira ambako unajua tu kitu kimoja, ni vigumu kujua kwamba kile kingine kinaeleza nini. Lakini sasa nafasi ikapatikana kwamba vitabu vyote vipo. Mtu anaweza kusoma akalinganisha Uislamu, akalinganisha Uaria, akalinganisha Ukristo, akaona kwamba dini ipi ni nzuri. Kwa hiyo akasema kwamba kila Muislamu anayo haki au lazima ya kuishukuru serikali hii, kwa sababu uhuru ambao hawakuwahi kupata wakati wote sasa wana hiyo nafasi. Na pia hata vitabu vinaanza kutoka katika nchi za mbali zikifika kule India, na watu wakaweza kusoma na kujua kwamba kumbe dini ilikuwa na mafundisho haya. Kwa hivyo bwana mtangazaji, kwa sababu hizi za kimsingi, Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alishukuru sana serikali ya Uingereza na kuisifu na kutaka kwamba Waislamu wapokee baraka hii ya serikali na kuiunga mkono. Asante sana kwa kueleza hivyo, na pia wakati ulikuwa unaeleza nikafikiria utabiri fulani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani tukufu ameeleza zama ya ujio wa Masihi itakapofika, ndio wakati vitabu vitakuwa vinapeperushwa. Katika sura At-Takwir aya ya 11 tunasoma idha suhufu nushirat, ya kuwa vitabu vitaenezwa, na tunaona vimeenezwa. Imefika Kenya saa hii tunasoma vitabu vya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Alhamdulillah, hiyo inathibitisha ukweli wa Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Naam, Mwalimu Saib. Naam. Tukisoma kitabu hiki, Masihi Maud alayhi salatu wasalam ameeleza mambo mengi sana. Na ni kwa nini ameeleza kuhusiana na Parameshwar? Na utaeleza ni nini kuhusiana na neno hili ambalo amelieleza katika kitabu hiki wa dini ya Uaria? Yaani hawezi kuleta wokovu wa kweli. Ameeleza hivyo. Unaweza eleza yule mtazamaji ni uokovu gani ambaye ameelezwa kuhusiana na Parameshwar kulingana na Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam? Naam, Parameshwar ndiye Mungu wa mabaniani wale wa dhehebu la Arya. Naam. Huyu Parameshwar ukiangalia nguvu alizonazo yeye ambazo zingewafanya watu wapate angalau kuokoka ama ukombozi wa aina yoyote. Huyu Parameshwar hana. Parameshwar ni kama fundi tu ambaye anategemea apewe tofali ambalo lilishafyatuliwa tayari, ndipo aanze kujenga. Lakini kama angelikuwa ni Mungu yule wa kutegemea, yeye ndiye angekuwa muumbaji wa lile tofali mwanzo, alafu sasa ndiye aendeleze uumbaji wake. Lakini huyu sasa anatafuta kitu ambacho kiko anakiweka hapa, na pia hakidumu milele, kinakuwa kwa muda maalum, alafu matumizi yake yanaisha hivyo. Sasa ukiangalia vizuri, huyu Parameshwar ni kiumbe tu ambacho hakifai popote mahali popote. Vile vile katika msingi wa maadili, huyu Parameshwar hakuna mahali ambapo amewahi kutoa msingi fulani kwamba watu wangu wataishi hivi na hivi kimaadili tu, yani afundisha watu wao. Na ndio maana wale watu wanazidi kuzama katika dhambi, kwa sababu hawapati popote katika maandiko kwamba Parameshwar ametuamrisha tufanye hivi na hivi. Sasa unakuta kwamba ni kioja tu ambacho kinaonekana hapo. Ni Mungu ambaye hana uwezo wowote, hakuna matumaini kwake. Yani ni yule ambaye wameweka tu pale, vile tunaweza kuweka hili ua hapa, alafu unasema kwamba harufu itatoka hapa. Kama si ua ambalo limetoka kwa mti unaochanuka kutoka chini, sasa utapata harufu namna gani? Hii itakuwa ngumu. Kwa hivyo sasa yule ni kitu ambacho kimewekwa tu pale kama kifani fulani cha watu kuangalia, lakini hakina maana yoyote. Alafu tukiangalia pia katika vitabu vyao, kuna kitabu hiki cha Veda, kina kioja kingine kiko hapo ndani. Huyu Mungu Parameshwar ametoa kidogo maelezo mengine ya desturi ambayo hata ukieleza watu badala ya kusikiliza wataangua vicheko hapa. Kwa sababu hii desturi ya niyog, kwamba wakati mtu ana mke na pengine yule mke hana uwezo wa kuzaa kwa sababu ya mume wake, labda mume ndiye hana uwezo wa kuzalisha, yeye ni kiweto. Sasa yule mke anafuata mwanamume mwingine kufanya jimai naye ili aweze kupata watoto.
Ima pengine mume wake hayuko, hawezi kukaa katika ile subra, uvumilivu. Yani kimaadili yeye hajafundishwa kwamba kuwa na subra. Wakati Muislamu anaambiwa inna Allaha ma'a sabirin, huyu naye anaambiwa tafuta mwingine, kifaa mbadala kikusaidie. Sasa anaenda anafanya jimai na mtu mwingine, wanajamiana, alafu anaendelea kupata watoto hata licha ya kuwa mume wake yuko ughaibuni. Sasa ukiangalia hivi vituko vyote kwamba sasa vinamhusu Mungu, ni kicheko tu. Hakuna kitu hapo. Hakuna, yule si Mungu, ni kifaa tu kingine ambacho kiliwekwa pale kudanganya watu na kuwahadaa kabisa, kuwapoteza. Bila shaka kama Islamu isingekuwa duniani, eti tunategemea Mungu aina hiyo, dunia hii ingekuwa na fujo kutoka nyumba ya mtu binafsi na mpaka kimataifa. Hakungekuwa na amani mahali popote, kwa kutegemea kiumbe cha aina hii. Mwalimu Saib, alikuwa hapo awali alikuwa anaeleza kuhusiana na Yesu Kristo na pia uungu wa Uhindu. Tunapata ya kuwa katika historia pia tukisoma Biblia, huyu Yesu alifedheheshwa sana. Kabla atundikwe kwenye msalaba, alipigwa kichapo. Nilikuwa nataka niulize swali moja. Najua hata swali hili yule mtazamaji anaweza uliza. Hebu tueleze kuhusu Ukristo. Ikiwa Yesu hakuweza kujiokoa yeye mwenyewe kutokana na fedheha ya kifo, ni vipi yeye anaweza okoa wengine? Baadhi ya imani ni za kusikitisha sana na ni za kufedhehesha. Namna tulivyosikia kutoka kwa Mwalimu Saib kuhusu hii imani ya ubaniani, na sasa tuangalie kidogo kuhusu Ukristo nao kwamba una kipi cha kutueleza. Na shukrani kubwa sana zimuendee Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, aliyekuja kutufunulia udhaifu wa dini hizi ili tujue kwamba dini ya ukweli ni ipi na tuweze kuifuata. Kwamba dini ya Ukristo inatueleza kwamba Yesu alikuwa ni Mungu, alikuja katika hii dunia kwa mwili wa binadamu. Akabebwa katika mimba na Maria binti Yakobo ambaye ndiye alikuwa mamake. Huyu Mungu Yesu aliishi miaka 32 peke yake. Na kulingana na Biblia, bwana mtangazaji, inatueleza kwamba waheshimu wazazi wako, mheshimu baba na mama ili siku zako ziweze kuongezeka, ili miaka yako iweze kuwa mingi. Sasa huyu Mungu amekufa na miaka 32. Sasa unaweza kunieleza kwamba miaka 32 ni mingi kiasi gani? Hii ni sawa na imani yao. Sawa na imani yao ya Kikristo. Kwamba huyu Mungu amekufa na miaka 32. Na tunaambiwa bwana mtangazaji kwamba life begins at 40. Yaani Mungu amekufa hata kabla maisha hajaanza. Sasa yule mfuasi wake unaweza kunieleza kwamba atakuwa katika hali gani? Sasa tayari hiyo safari yake imeshaanza. Na kabla ya kufa na miaka 32, kwanza tunaona kwamba amekufa kifo cha fedheha sana, kifo cha msalaba. Lakini kabla ya kifo kufika ni kwamba ameomba sana kwamba aokolewe kutokana na kifo hiki. Katika Injili anasema kwamba Yesu aliomba sana usiku kucha, hakulala, akisema kwamba Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Ni wazi kwamba hakutamani, hakupenda kufa msalabani, lakini akaomba sana. Na pia aliomba hata wanafunzi wake kwamba msaidie katika kule kuomba. Sasa la ajabu ni kwamba mwisho wa siku alisulubishwa. Ina maana kwamba maombi yake yalikataliwa. Sasa ikiwa Mungu huyu maombi yake yanakataliwa, sasa yule ambaye ni mfuasi wake atakuwaje na imani kwamba anaweza kuomba kitu Mungu akamjibu? Sasa na kabla hajasulubia huyu Mungu, kwanza tunaona kwamba amekamatwa na askari polisi. Sasa Mungu ni mwenye uwezo, bwana mtangazaji, ambaye ana vile vyote ambavyo ameviumba vinamtii. Lakini Mungu ameumba watu hapa ambao tena wanamkamata, wanamcharaza viboko barabarani, wakimpeleka kotini. Sasa unaweza kufikiria kwamba mfuasi ambaye anaamini Mungu kama huyu, anaona Mungu wake akichapwa akienda kotini, sasa atakuwaje na imani na Mungu kama huyu kwamba anaweza kumwokoa? Kwa sababu lazima Mungu awe na uwezo wa kuokoa kila kitu. Sasa huyu Mungu amefikishwa kotini, kesi imemlemea, akasulubishwa. Ushafahamu? Sasa kule msalabani, kama alikuwa amejitolea kufa ili kuokoa ulimwengu, basi angekufa kwa furaha. Angesherekea kwamba shabaha yangu imetimia. Lakini bado tunaona pale msalabani akipiga nduru kwamba Mungu wangu, mbona umeniacha? Ushafahamu kwamba anaona kwamba hakutamani kile kifo, lakini kwa bahati mbaya amefika pale. Na alifikiria kwamba ataokolewa na bado hajaokolewa. Kwa hivyo sasa ikiwa huyu ndiye Mungu, fikiria kwamba na wafuasi wake atakuwa katika hali gani? Ushafahamu?
Sasa pia Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam aliweza kuuliza swali pia katika mkutano mmoja kule, kwamba akisema kwamba sasa kama huyu Mungu wenu Yesu, hebu tuelezeni kwamba alikuwa na mpango gani kuhusu sasa kukombolewa kwa mashetani, kwa msamaha wa mashetani. Kwa sababu mashetani pia nao wanahitaji msamaha, sababu huruma ya Mungu inaenea kila kitu. Sasa kama huyu Mungu wenu Yesu alikuja akakufa msalabani, kwanza ameshindwa kujiokoa, tuelezeni kwamba alikuwa na mpango gani kuhusu mashetani, kwamba na wao pia atawaokoa au atasamehe au hapana. Hawa mashetani, sababu tunaona kwamba hata ni wengi kuliko wanadamu kwa mujibu wa imani ya Kikristo. Kwa hivyo ni wazi kwamba huyu ni Mungu ambaye alikuwa ni mdhaifu sana, ambaye hakuweza kujiokoa mwenyewe na ambaye hakuweza kuokoa hata wale walio karibu na yeye. Kwa hivyo bwana mtangazaji, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alileta udhaifu wa dini hizi ili watu waweze kupambanua kati ya dini ya ukweli na dini ambayo si ya ukweli. Na tunapata ya kuwa hakuna manufaa yoyote msalabani. Hakuna manufaa tunapata kupitia msalaba. Mwalimu Saib, ikiwa kusulubiwa kwa Yesu kulikuwa mpango wa Mungu hasa, vile Wakristo wanasema hii ilikuwa ni mpango wa Mungu, swali linakuja mara mbili. Moja ni kuwa wakati Mungu alinuia Yesu asulubishwe, hapa tulikuwa na miungu wangapi? Walikuwa wawili. Sasa swali inakuja, ikiwa kusulubiwa kwa Yesu kulikuwa mpango wa Mungu kwa wokovu, ni vipi msalaba unaweza kudaiwa ina manufaa? Mimi nawaomba sana watazamaji wawe makini kuhusiana na swala hili. Kwa sababu upotofu huu umeenezwa kila mahali, na ilikuwa ni kazi ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam kama Masihi aliahidiwa kwamba aje asafishe upotofu huu uondoke katika imani na kuanyosha vizuri. Yesu Kristo ambaye tunaelezwa hapa kwamba kwanza ni Mungu, halafu pili ni mwana wa Mungu. Sasa hapo pia ni kitendawili tayari kabisa. Mwana wa Mungu ambaye pia ndiye Mungu anaenda kufa msalabani kwa ajili ya ukombozi wa dhambi. Dhambi iliyokuwepo wakati ule ilikuwa mambo machache sana tukiangalia. Ya wakati ule ilikuwa ni kwamba Adamu amekosea na mkewe, alafu baada ya kula tunda ambalo liliharamishwa, sasa adhabu ikatolewa. Adhabu ilipotolewa kwamba mwanamke azae kwa uchungu, mwanaume atafute kwa jasho, nyoka akose miguu. Hii adhabu tayari Mungu ashapeana. Sasa tukiangalia kwa mujibu wa maelezo ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, mkombozi amekuja, ametundikwa msalabani ili sasa hii dhambi itoke kwao. Ikitoka kwao, adhabu pia isimame. Kama mtu anakuja anatoa hiyo dhambi isihesabike, baadaye siku ya kiyama hii dhambi haitahesabika, si ndio? Nitakana pia adhabu iliyopewa isimame. Sasa adhabu inaendelea. Hakuna mtu napata mwanamke anasherehekea leo mimi nimezaa nikitabasamu, na sioni kama mwanaume atakuja aseme kwamba changu kinaanguka kutoka mbinguni na kula. Alafu sijawahi kupata nyoka na tabasamu pia kwamba leo nina miguu. Sasa adhabu inaendelea na huyu naye amekufa msalabani. Kwa hivyo msalaba ule hauna ukombozi wowote, hauna manufaa kabisa. Hauna manufaa, na badala ya manufaa umeleta machafuko duniani ule msalaba. Kwa sababu sasa watu wote badala ya kuzingatia maadili mema, kuishi vizuri, kutii sheria za Mwenyezi Mungu, wamebaki na itikadi kwamba wamekombolewa na yule aliyekufa msalabani. Kwamba yeye amejitolea kuwa kafara kwa ajili yao. Sasa hii kafara, kama yeye alijitolea kuwa kafara kwa ajili ya hawa, inatakana kwa sababu mwisho wa dhambi ni motoni, aende jahanamu kwa niaba yao, alafu wabaki wao wakisherehekea. Na jambo lingine kabla hata hawajaanza kusherehekea, ni kafara ambayo imewahimiza kutenda dhambi ovyo ovyo. Kama mtu ni mlevi, aendelee kulewa. Hapati onyo lolote kwa sababu huyu hawaonyi. Huyu ameshaondoka, yeye anadai kwamba amewakomboa na ametoka. Sasa hakuna onyo kwao. Na nabii anakuja duniani kama mtoaji habari njema na muonyaji. Sasa huyu kama hajawaonya chochote, mzinifu azini, mwizi aibe, jambazi aendelee na ujambazi wake, na kila mmoja mlevi aendelee kulewa, dunia nzima iingie machafuko. Na imeingia machafuko kweli, kwa sababu tunazungumzia watu wawili ambao kosa lao lilikuwa kule Iraq. Kosa lao Adamu na Eva
ilikuwa ni Iraq kule. Lakini sasa dhambi ziko hapa Nairobi, ziko mashinani, kila mahali, yani ameeneza zaidi kwa ukombozi wake huo, amezidisha dhambi kuzidi duniani. Sasa kila mmoja miongoni mwa wale wanaoitakidi kwamba walikombolewa, sasa ndio wanazidi kufanya dhambi na machafuko yanazidi duniani. Na hakuna sasa, ikiwa hiyo imani ingeendelea na huyo mkombozi ndiye angeendelea kwamba ndiye mtegemewa katika dunia hii, dunia kama Mwenyezi Mungu alikuwa amepanga kiama ifike baada ya muda fulani, angeileta mapema, kwa sababu sasa ingekuwa kama dhambi ndio inaenea duniani, basi waondolewe, walete wale ambao watatii Mwenyezi Mungu. Asante sana Mwalimu Saib. Kwa hakika tukichunguza kwa undani, hii imani ya Kikristo haitupeleki mahali, kwa sababu msingi ya Ukristo ni kuwa Yesu alikufa msalabani. Hiyo ndio Ukristo kabisa kabisa. Lakini bado Mwalimu, tunapata kuna dhambi. Na pia wakati alikuwa ametundikwa pia, hebu eleza yule mtazamaji ni kwa nini wale wanafunzi wake wakamkimbia, kama ile ilikuwa ni wokovu kweli hasa kwa msalaba. Hili tena ni tatizo lingine ambalo linaonyesha udhaifu wa hii imani ya kwamba Yesu alikuwa ni Mungu. Kwa sababu tunaona katika maisha ya kila siku kwamba wale wanajeshi wanaoitetea inji kwa sababu ya kuipenda, wanakuwa tayari kufa ili kuitetea inji yao. Ushafahamu? Lakini sasa hapa kuna watu ambao wanamtetea Mungu wao, lakini wakati anafika katika hali ya shida, wote wanatoroka, wanamwacha. Mfano mzuri, Injili inaeleza kwamba Petro, ambaye hata Yesu alimwahidi kwamba atampa funguo za peponi, huyu anamtoroka wakati wa haja kubwa sana. Na ile hali ambayo anatoroka naye ni ya kuhofisha sana, kwa sababu anatorosha, anafanya kutoroka na bibi kizee ambaye ni mzee sana, hana hata uwezo wa kufanya lolote isipokuwa kuchochea moto tu. Huyu bibi kizee anamuuliza Petro kwamba wewe ulikuwa na huyu mtu? Petro anakataa. Bado yule mama hakuamini, akamfuata tena baadaye, akamwambia wewe hata kutembea kwako na kuongea inaonekana ulikuwa na huyu mtu. Petro tena amekataa. Huyu mama bado hakuridhika, tena akamfuata Petro. Akasema wewe bwana, wewe ni kama ulikuwa na huyu mtu? Simjui tafadhali, simjui. Yani hata kimama ambacho hata kwa kupuliza tu hivi kitaanguka, huyu mwanafunzi anakataa na anatoroka. Na si Petro peke yake, wale wanafunzi wengine nao wote walichana mbuka na wakaingia kichakani wakati huyu Mungu wao ameshikwa. Sasa ikiwa hawa ndio wale watu wa karibu ambao walikuwa naye, ambaye kwa vyovyote vile walifaa kumtetea, lakini wanamwacha, yule ambaye ni mfuasi mwingine huku nje atakuwa katika hali gani? Kitu cha pili ni kwamba sasa baada ya huyu Mungu Yesu amekamatwa na kusulubishwa, tayari amesha kufa, lakini bado hatujaona kwamba ile kifo chake kimesaidia watu. Ushafahamu? Kwa sababu hata kule alikozaliwa watu bado hawajamkubali kwamba alikuwa ni Mungu au alikuwa ni nabii, na kule Ulaya ambako amempokea sana, dhambi zimeenea sana. Kwa hivyo bwana mtangazaji, hiki ni kifo au ni imani ambayo ni ya kushangaza sana, ambayo haiwezi kumpeleka mtu mahala popote. Asante sana. Asanteni kufika, muda umetupa kisogo. Tutaendelea katika kipindi kijacho. Asanteni sana kufika. Ndugu mpendwa mtazamaji, nina uhakika umedua na kupata pia elimu kupitia kipindi hiki. Kuwa nasi katika kipindi kijacho. Mwenyezi Mungu awe na wewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, ऐ आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा।